Ndugu zangu wa Tanzania popote pale mlipo, taasisi yenu leo katika kusherekea Idul Adha, sikukuu ya kuchinja mwaka 2024, tumeona tuwakusanye watoto yatima wasiokuwa na baba, wasiokuwa na mama, hawana mtu wa kuwapeleka kwenye kucheza sikukuu. Leo inshallah wanafurahi, wanakula keki, wanacheza michezo, wanaenjoy hapa. Na kuomba wewe kushirikiana na sisi taasisi yako hii ili tuweze kuwafurahisha watoto kama hawa, tuweze kuwasaidia watoto yatima, tuweze kuwasaidia wajane, tuweze kuwasaidia walemavu, tuweze kuwasaidia watu wasiojiweza. Watu wenye haja kama hizi wapo wengi, na sisi vile vile wenye mali tupo wengi, lakini malasaf shadid, masikitiko makubwa, kila mmoja gawa na familia yake, anafikiria kwamba hiyo mali iliyokuwa kapewa kwa ajili ya kutumia na familia yake tu. Hapana, mali umepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumia kwa ajili ya waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumia kwa ajili ya hawa wasiojiweza, wape watu haki zao. Ukimsaidia maskini, Allah Subhanahu wa Ta'ala atatia baraka katika mali yako, lakini ukikaa nayo basi utaondoka duniani hapa kuwa umeiacha hiyo mali, alafu mrisi atafanya maamuzi anayotaka. Kwa jitahidi, msaidie maskini, msaidie mlemavu, msaidie yatima. Lakini ikiwa nakumbusha, tunatakiwa tuchinje. Yoyote mwenye uwezo na asichinje, Mtume sasa anasema asisogelee katika msala wangu. Kwa hiyo tujitahidi, tutoe pesa zetu chini ya godoro, nunua mbuzi wako, nunua ng'ombe wako, kadri ya uwezo wako. Chinja kwa ajili ya familia yako, chinja kwa ajili ya watu wako. Jiko moja, familia moja, mbuzi moja natosha. Kwa hiyo chinja. Kama mko familia 7, chinjeni ng'ombe mmoja. Mko familia 7, chinjeni ngamia mmoja. Tuchinje kwa ajili ya kupata radhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuchinje kufanya muhanga, tutoe pesa zetu kama alivyofanya muhanga Ibrahim alayhis salam, alivyofanya muhanga Ismail alayhis salam, alivyofanya muhanga Mama Hajra alayhis salam. Kwa tujitahidi na sisi tufanye muhanga, tumridhishe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kukubali wewe, anikubali mimi, na akubali sote tunaofanya kazi kama hizi.